Mezani mwa Mseto Media tumefikia na taarifa ambayo sio nzuri ya kufariki dunia kwa mwanachama nguli na kigogo wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye pia alikuwa mbunge na baadaye akateuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa naibu waziri. Hakika hili ni pigo kwa Chama cha Mapinduzi CCM, serikali, wote waliofanya nao kazi na wananchi pia. Unatizama Mseto Media, hakikisha umesubscribe kwa ambaye bado, bonyeza maneno ya subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa ni kwamba alikuwa naibu waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, mwanachama wa CCM na mbunge wa jimbo la Kiteto mstaafu Benedict Ole Nangolo amefariki dunia. Benedict Ole Nangolo ambaye alikuwa naibu waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali ya awamu ya 4 na mbunge mstaafu wa jimbo la Kiteto mkoani Manyara amefariki dunia siku ya kufuatia Disemba 8 mwaka 2025 akiwa anatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru jijini Arusha. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na msemaji wa familia Christopher Ole Sendeka ambaye amesema kiongozi huyo alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa mujibu wa Sendeka, marehemu Ole Nangolo alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali ndani na nje ya nchi kabla ya umauti kumkuta. Alisema awali alipelekwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma ambako alifanya vipimo na kupatiwa huduma za kitabibu na baadaye alihamishiwa nchini Kenya kwa matibabu zaidi kutokana na hali yake kutokuwa ya kuridhisha. Hata hivyo, juhudi hizo hazikuweza kuokoa maisha yake na alirudishwa Arusha kwa uangalizi wa karibu hadi alipofariki dunia. Benedict Ole Nangolo amefariki akiwa na umri wa miaka 67. Anakumbukwa na wengi kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya mifugo, hasa alipokuwa naibu waziri enzi za Kikwete ambako alihusika kusimamia sera na mikakati ya kuboresha ustawi wa wafugaji na kuinua uchumi wa kijamii zinazotegemea sekta hiyo. Wakati wa uongozi wake kama mbunge wa Kiteto, alifanya kazi kwa karibu na wananchi wake katika kushughulikia changamoto za ardhi, mgogoro wa wafugaji na wakulima pamoja na kuhamasisha maendeleo ya elimu na miundombinu. Pia alikuwa mwanachama mtiifu wa CCM ambayo kwa sasa inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia. Aidha, familia imesema inaendelea na taratibu za maandalizi ya mazishi na itatoa taarifa zaidi baadaye kupitia kwa Ole Sendeka. Kifo cha Ole Nangolo kimeacha simanzi kwa ndugu, marafiki, jamii ya Kiteto kwa ujumla, huku wengi wakimtaja kama kiongozi mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye moyo wa kusaidia watu, majirani zake wakimuita baba wa busara. Kifo chake kinaaminika kwa wagusa viongozi wa sasa wa serikali, bunge, Chama cha Mapinduzi na mstaafu Kikwete ambaye alifanya naye kazi kwa ukaribu. Upumzike salama Ole Nangolo. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.